Kwa majina yangu naitwa Beth Wairimu Njoroge Njiriri. Mimi ni mama wa watoto watatu, vijana wawili na msichana mmoja. Nimefanya karibu kazi almost mwaka. Na since nikuje tumekuwa tukitumia kuni. Kwa hivyo mwaka ni muda mrefu sana, unaweza elewa tofauti ya kwenda kwa mabadiliko na kwenda mahali ulikuwa. Kwa hivyo kwa almost that mwaka tumekuwa tukitumia kuni. Sasa hii ni mwezi wa pili tumekuja na biogas. Naweza sema biogas kwa wakati huu imefanya vizuri sana. Juu wakati tulikuwa tunawaza kuhusu kuni zimekosa kukauka, unalala kama una amani. Wakati tunatumia makaa, carbon inatufanya kichwa inauma juu ya kupika chapati. Na wakati huu tunatumia biogas ni nzuri juu unatumia haraka, inakuchukua muda kidogo kwa umemaliza hizo kazi zote. Kwa hivyo haukai kwa moshi sana, haukai kwa makaa sana, unatumia muda kidogo. Nimekwambia before kupika mifuko kama 10 ukitumia biogas ni 2 to 3 hours umemaliza. Kwenda kwa kuni unatumia over 5. Kwa hivyo unaona biogas inafanya kazi ikuwe rahisi na unakuwa na confident ya kwamba kila kitu itakuwa imemalizika kwa wakati wake. Ningeomba watu waingilie kwa biogas, ni nzuri na inafanya vizuri. Nashukuru sana. Hii huwa tunaandika kama hizi market waste ni zile zinakuja maembe, avocado zenye zimeharibika, kuna watermelon, kuna hizi ndizi. Zikikuja zinakuja na gunia, tunaweka kwa bucket ndo ile pale. Alafu sasa tunazisiaga kupitia kwa maji, unapima zimetoka ngapi kutumia kwa bucket, ziko hapa. Tukishamaliza tuna record ni bucket ngapi zimetoka na zimetoka kilo ngapi, tunaandika. Na kama tumeongeza maji yenye haina hizo vitu za kusiaga, pia tunaandika tumeweka maji bucket ngapi, na pia nina sign kumaanisha nimehakikisha zimefika huko kwa biogas. Kwa Drops for Kenya, hii ni miujiza, tutasema ni miujiza surely, kwa ajili imebadilisha mambo yetu yote ya kitchen. Kuni tulikuwa tuna nunua na hii lori kubwa ya 50,000 45 hivi na inamaliza tamu. Kwa hivyo nashukuru Mungu na sema wote wabarikiwe. Hata staff ya Mr. Dickson wote wabarikiwa, ni watu wazuri sana, wameshughulika na sisi, na kwa hivyo tumesema mfanywe mema na Mungu awabariki na wakumbuke sana.